Dameli, kwema? Kwema kabisa. Pole na hongera kwa kufuzu. Tunashukuru Mungu tumefuzu katika hatua inayofuata. Ni pongezi kwa wachezaji wetu pamoja na sisi mashabiki tuliokuwa hapa Coco Beach. Hatua nzuri. Tunaangalia muendelezo wa mbeleni kwa itakuwaje. Wakati mechi inaendelea kuna muda nilikuwa nakuona kama roho inataka kutoka vile. Hebu niambie, kitu gani hasa kilikuwa kinakuumiza mpaka unakuwa katika hali ile? Kiukweli mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa tough. Kilichoamua mchezo wa leo ni quality, uzoefu na ubora wa Simba Sports Club ambao tumeweza kusuluhu nyumbani, matokeo ya goli 1-1 ndio aliweza kutupelekea kufuzu katika hatua inayofuata. Siwi muongo, mechi ilikuwa ngumu sana, wapinzani wetu walikuwa bora sana. Tumepambana kadri ya uwezo wetu, tumetengeneza nafasi nyingi, lakini mwisho wa siku tuliweza kupata goli moja la penalty na goli ambalo limeweza kutupeleka katika hatua inayofuata. Kwa hiyo lazima pressure iwe juu kwa sababu mchezo unapokuwa 50-50 zote lazima uwe na pressure. Unaangalia ni nani anaingia katika nyavu muda wote. Ilikuwa ni sisi au ni wao. Lakini mwisho wa siku tumeweza kupata wote penalty katika dakika kadhaa za kwetu sisi na za kwao wao. Kila mmoja ameweza kupata goli lake moja kupitia mkwaju wa penalty na tumeweza kufuzu. Kwa ndo maana naongelea quality na ubora wa Simba Sports Club ndio uliweza kutuvusha katika hatua inayofuata. Tumeona kwamba mashabiki wengi wanalalamika sana kuhusiana na Jean Charles Ahoua. Hebu tuambie wewe ulivyomuona kiwango chake siku ya leo, nafasi alizokosa, una kipi cha kuzungumzia? Kiwango cha Waso kibaya, lakini mwisho wa siku umakini na utulivu ndio ulioweza kuenda kumfanya mpaka mashabiki wengi wanaweza kulalamika. Ahoua kuna muda alikosa utulivu katika nafasi ya 18, aliweza kutengenezewa nafasi kadhaa, mwisho wa siku kuweza kufunga goli. Lakini yote kwa yote ni sehemu ya mchezo. Unapokuwa na mchezo mkubwa wenye attention kubwa, kila mmoja anatamani kufunga goli, kila mmoja anatamani kufungia timu yake. Hii yote huwa yanatokea. Kwa hiyo mwisho wa siku lawama lazima zije upande wake kutokana na kwamba ile pressure ilikuwa kubwa, lakini mwisho wa siku alitengenezewa nafasi ambazo ni clear chance. Hakuweza kuwa na utulivu wa kuweza kufunga goli. Hii yote ndio iloleta malalamiko katika mashabiki wetu wengi wao wanaoongelea hapa. Lakini ni sehemu ya mchezo. Mchezo una matokeo matatu, kuna kushinda, kuna kusuluhu na kuna kuweza kufunga. Leo tumeweza kupata matokeo ya sare kupitia mikwaju ya penalty. Hatuna kumlaumu kwa sababu kikosi chote kilikuwa kina muunganiko fulani ambao nafasi zilitengenezwa nyingi lakini wengi pia hawakuweza kuzitumia. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua peke yake. Ahoua ni miongoni mwa mtu aliyotengenezwa nafasi nyingi. Hakuweza kuzitumia. Hii yote ni kutokana na umakini wake katika eneo la mbele. Hakuweza kutulia na kuweza kuzitumia. Lakini mwisho wa siku ni sehemu ya mchezo, hatuwezi kumlaumu sana kwa sababu mechi ilikuwa ngumu. Kila mmoja ana attention yake katika kichwa, ana attention yake katika miguu. Nafasi kibao tumeweza kuzizembea. Kwa ni sehemu ya mchezo, hatuwezi kumlaumu sana. Wanaoongea sana ni wale wenye pressure ya mechi kwamba wameumia, lakini ni sehemu ya mchezo. Nafikiri tunaelekea katika michezo inayofuata. Tunaingia katika raundi ya pili ya mtoano kwenda katika hatua ya group stage. Ile ni hatua ambayo ni kubwa zaidi kuliko hii hatua ya awali. Tuzungumzie kiwango cha Abraham Morris kabla hujamaliza kwa sababu naona mambo ni mengi sana kwenye mechi ya leo. Mambo ni mengi kweli. Abraham Morris mimi nafikiri yule ni Mixon alozaliwa upya. Kwa hiyo tumelamba dume kwa upande wake. Ni mchezaji ambaye ana attention, umakini mkubwa, lakini pia ana nguvu, ana fitness. Kwa hiyo nafikiri ni sehemu tu ya kocha atakayekuja Simba Sports Club kumpa nafasi. Ni mchezaji mzuri, anaweza kutengeneza nafasi, anaweza kucheza eneo la kati vizuri. Kwa hiyo sina shaka naye, kikubwa tu ni dua kuendelea katika mechi zinazofuata akafanya vizuri zaidi. Shukrani sana na hongera sana. Thank you.